Jumatano, hujambo popote ulipo na karibu kwa taarifa za Nipashe. Tuna mengi tulokuandalia, lakini kwanza tuanze na Elion. Watoto wako kwa nyumba, niko na mimba, ndio hiyo nimezaa, SHA pia ndio hiyo sasa inatakikana. Ikifika dakika ya mwisho SHA ifanyi. Bima ya afya ya jamii SHA yazidi kukabiliwa na changamoto mwaka mmoja baadaye, baadhi ya wagonjwa wakikosa huduma. Nasikitika kwa sababu tunashindwa ni jinsi gani mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa. Familia ililia haki kufuatia kifo cha mtoto wa gredi ya 8 anayedaiwa kupigwa na walimu huko Kilifi. We urge our members to soldier on. Wasibanduke kwenye mgomo ambao wameitishiwa. Wasitishike. Wahadhiri wa vyuo vikuu wapuzilia mbali vitisho vya kunyimwa mishahara iwapo wataendelea kususia kazi. Kwenye makala ya kilimo biashara hii leo, tunaangazia kilimo cha aina mbalimbali za pilipili mboga hapa Nairobi. Ananisaidia kwa lugha ishara ni Yula Nzale. Karibu. Tuanze na taarifa kuhusu sekta ya afya, ambapo ni mwaka mmoja sasa tangu kuanzishwa kwa bima ya afya ya umma ya SHA kutoka iliyokuwa bima ya NHIF. Ila Wakenya katika baadhi ya sehemu nchini wamesalia bila huduma muhimu. Hii ni baada ya kufungwa kwa hospitali kadhaa kwa tuhuma za kughushi malipo na hata nyingine kutajwa kuwa hospitali hewa. Miongoni mwa hospitali hizo ni mojawapo ya hospitali za jadi katika kaunti ya Kisii, ambako wakazi sasa wanaliangoa kwani wanasafiri muda mrefu kutafuta matibabu. Crispin Otieno hatufungulia jamvi la Nipashe hii leo. Umekuwa mwaka mmoja sasa tangu Rais William Ruto kuongoza taifa katika hafla ya uzinduzi rasmi wa bima ya afya ya jamii ya SHA. Japo hatua zimepigwa hadi leo ikilinganishwa na mwezi wa kwanza tangu uzinduzi wa SHA, safari imekuwa yenye changamoto tele. Wakati mwingine, waziri wa afya Aden Duale akionekana kushinikiza mageuzi makuu hususan katika idara hiyo ya afya. The Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. Miezi kadhaa baada ya matamshi yake Duale, hospitali kadhaa maeneo mbalimbali zilizimiwa mitambo yao ya SHA na shughuli za hospitali hizo kusambaratishwa. Katika kaunti ya Kisii, hospitali hii ya Nyanchwa ikiwa miongoni mwa hospitali ambazo licha ya kuwepo kwa miaka na mikaka, hali sasa ni tofauti. Kuzimwa kwa mtambo wa SHA hapa kukiathiri shughuli za matibabu, kwani SHA haifanyi tena. Matibabu hapa ni kwa wale walio na bima tofauti au walio na pesa taslimu. Mary Akoth ni mfano wa athari hii alipofika hapa kujifungua. Kuzaa haikukuja vizuri vile. Nikaenda wakaniweka hapo. Ikafika dakika ya mwisho, Mungu amenisaidia nikajisaidia vizuri. Sasa tena nilikuwa nafikiria tutatoka na SHA vile walisema SHA sasa inafanya. Kumbe la sio hivyo. Ilinibidi niombe msaada kwa watu. Wakanisaidia. Wakati mwingine, wenyeji hapa eneo la Nubia viungani mwa mji wa Kisii wakilazimika kuelekea mbali kutokana na uhalisia wa mambo wanapotafuta huduma za afya. Kweli hiyo SHA itufanyia hapo Nyanchwa. Juu Nyanchwa tumependa sana sisi wa mama wa Nubia hapa. Sasa vile saa hii imekuwa ngumu, tunaenda Nyanchwa dispensary sasa. Hata kama imekuja immediately usiku, itabidi uzae kwa nyumba. Juu dispensary hapa ifanyi usiku, ni mchana tu. Nikalemewa, sasa niko hapa katikati. Nitarudi nyumbani tu, sababu kama SHA wameshafunga na SHA ndiye alikuwa wanataka kunisaidia na SHA wanataka saa hiyo hela. Ngoja inapozidi kuumiza tumbo, Wakenya walioathirika na hatua hii ya Wizara ya Afya wakizidi kuishi tu kwa imani kwamba ipo siku huduma za matibabu hapa zitarejea. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.
Haya yakijiri, chama cha wahasibu nchini ISPAK sasa kinataka uchunguzi huru kuhusu sakata ya ajira katika mamlaka ya afya ya SHA. Hii ni kufuatia kuripotiwa kuwa Andrew Rotich, aliyefichua ulaghai wa milioni ya pesa, alitupwa nje ya orodha walioteuliwa upya kwa ajira. Rotich, ambaye awali alikuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi katika SHA, anaripotiwa kupoteza kazi baada ya kufichua sakata hiyo, kama anavyotuarifu Ben Kirui. ISPAK ni wa hivi punde zaidi kuongeza sauti zao na kutaka maelezo kuhusu mchakato wa ajira katika mamlaka ya afya ya jamii SHA, ambao unazidi kukumbwa na utata. Hii ni kufuatia kutupwa nje kwa jina la Andrew Kipkirui Rotich kwenye orodha ya walioteuliwa karibuni kwa mchakato wa ajira upya. The institute has noted with a lot of concerns media reports that our member CPA Andrew Kipkirui Rotich, who is currently the Deputy Director of Forensic Audit and Risk Assurance, has lost his position at the Social Health Authority SHA. Chama hicho cha wahasibu sasa kikitaka maelezo ya kina kuhusu sababu ya jina la Rotich kuondolewa, licha ya kufuzu kuwa bora kwa mahojiano ya mwezi Aprili iliyompa nafasi kuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi. He has diligently served the nation from his early years at the defunct NHIF through to SHA. He was part of the audit team that revealed suspected irregularities in medical billing within Kenya public health system, findings that contributed to the ongoing law enforcement and oversight interventions. We want to make sure our members are treated fairly when they discharge their duties. Rotich si jina geni. Alikuwa miongoni mwa wakaguzi walioanika sakata la ulaghai wa mabilioni ya pesa kupitia bili za matibabu na kusababisha kufungwa kwa zaidi ya hospitali 1300. Kuondolewa kwake katika orodha mpya ya ajira kumezua maswali mengi. As an institute, we demand fairness for CPA Rotich, and we urge the Social Health Authority and the Ministry of Health to uphold fairness, justice and due process in the case of CPA Rotich. Mbali na Rotich, manaibu wakurugenzi wengine wawili, Ruben Mutwiri Mutura na Halima Gurai Sanei, pia wanaripotiwa kuwa nje ya orodha ya walioteuliwa upya baada ya mahakama kuamuru marudio ya mchakato wa ajira wa Aprili. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Familia moja katika kijiji cha Junju, eneo la Kilifi, inamwomboleza mwana wao aliyefariki baada ya kudaiwa kuchapwa na walimu akiwa shuleni. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kuwa mwanafunzi huyo wa gredi ya 8 alifariki baada ya kugongwa kichwani mara kadhaa. Francis Mtalaki ana taarifa hiyo kwa kina. Majonzi yametanda kwa familia ya Einstein Tunje, mwanafunzi wa gredi ya 8 aliyekumbana na mauti baada ya kile kinachodaiwa kuwa kichapo cha mwalimu katika shule ya Gongoni, eneo bunge la Kilifi South. Kulingana na mzazi wake, Alhamisi mchana marehemu alirudi nyumbani akilalamikia maumivu ya kichwa. Ijumaa yake maumivu yalizidi na kumlazimu kumpeleka hospitali. Ndio ananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Yuko hali mbaya kabisa. Kabidi ambapo kuna daktari mkubwa amekuja, nikamfuata paka huko aliko. Nikamfuata, alipoongea naye akasema acha nakuja. Akaja kufika hapo akasema huyu basi hata heri ende ICU. Hakika hiyo kitu iliniuma. Mimi kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo. Siwezi kabisa sababu mimi ni mzazi. Na tunawafundisha kwamba kama uko na hasira zako nyumbani, usiwahi ingia darasani, afadhali ukae staff room. Aidha, wamedokeza kuwa matokeo ya uchunguzi au upasuaji uliofanyika yamebaini kuwa Einstein Tunje alikuwa amegongwa na kifaa butu kichwani mara kadhaa na hivyo kusababisha damu kuganda. Tumesikitika kwa sababu tunashindwa ni jinsi gani mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa. Na singesema hivyo ni kwa sababu tumetoka postmortem right now na ripoti ya daktari imetoka, inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa. Naibu kamishna wa kaunti eneo la Kilifi North, Samuel Mutisia, ameomba wazazi kuwa watulivu hadi uchunguzi ukamilike, familia sasa ikitaka mwalimu aliyehusika kukamatwa. Sisi wote ni wazazi. Mtoto amekuja, pengine unaweza kuona amekupotezea heshima, ita mzazi wake, kaeni chini, ongeeni, mtoto azungumziwe. Kwa sasa familia inataka haki kwa mwana wao. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.
Wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu wameapa kutorejea kazini huku mgomo wao ukiingia wiki ya 3. Wakuu wa vyama vya UASU na KUSU wakisema ni lazima walipwe shilingi bilioni 7.9 zilizoafikiwa kwenye makubaliano ya mwaka 2017-2021. Waziri wa elimu Julius Migoso Gamba hata hivyo anasema serikali haikubaliani na kiwango hicho na itaelekea mahakamani Jumatatu ijayo. Haya yanajiri huku masomo ya maelfu ya wanafunzi yakisalia njia panda, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Ndivyo taswira ilivyo katika vyuo vikuu vya umma. Vyumba vya mihadhara vimebakia vitupu, wanafunzi wakibaki bila masomo. Katika chuo kikuu cha TUK jijini Nairobi, wanafunzi wamelazimika kubadilisha vyumba vya mihadhara kuwa vya michezo, huku mgomo ukiendelea wiki ya 3. Wahadhiri wakiimba nyimbo za mgomo na kusisitiza kuwa hawana nia kusitisha mgomo hadi matakwa yao yote yatimizwe na serikali. As we speak before you now, there is no negotiation going on as yet, and we shall remain outside. Kilichowaudhi zaidi ni hatua ya tume ya mishahara ya SRC kudai kuwa imewalipa shilingi milioni 624 kwa makubaliano ya mwaka 2017 mwaka 2021, na sasa ikitaka kupitia upya rekodi za mishahara ya vyuo vikuu. Wahadhiri wanapinga wakisema mahakama tayari iliamuru walipwe bilioni 7.9. 7.9 billion is non-negotiable. The only thing remaining is payment. Wasibanduke kwenye mgomo ambao wameitishiwa. Wasitishike. Mgomo huo unatishia kusababisha migomo zaidi, huku wahadhiri katika vyuo vikuu mbalimbali wakitishia kuendeleza maandamano hadi masuala mengine ya kiutawala na ya mishahara yashughulikiwe. Wahadhiri katika baadhi ya vyuo wakiapa kutorejea kufundisha hadi matakwa yote yatimizwe. We sympathize with our students, but then again the rallying call is to the government. You are the one at fault. Please pay lecturers. Waziri wa elimu Julius Migoso Gamba amesema serikali itaelekea mahakamani wiki ijayo. The negotiations are ongoing and we are going to have a court appearance on the 6th of October to confirm whether that conciliation process has taken place and what the outcome of it is. Kusalia kwa mahame kwa vyumba vya mihadhara katika vyuo mbalimbali nchini kunaashiria jinsi hatima ya wanafunzi imesalia sasa kusuasua, wasijue ni kipi cha kufanya. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika chuo kikuu cha TUK. Familia ya watu 14 walioangamia kwenye ajali ya barabarani Jumapili iliyopita imeanza mipango ya mazishi, huku serikali ikiahidi kuwapiga jeki. Mkewe Rais Mama Rachel Ruto aliwaongoza viongozi kuifariji familia hii katika kaunti ya Murang'a, huku Wizara ya Afya ikijiandaa kutuma washauri nasaha kuwasaidia walioathirika na mkasa huo. Brenda Wanga anatuarifu zaidi. Huzuni na simanzi ilitanda katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Mathayo, eneo la Kahiga, eneo bunge la Kandara. Familia, jamii, marafiki pamoja na viongozi wa kisiasa wote wakijumuika kuomboleza vifo vya watu 14 kutoka familia moja. Kuomboleza hao ndugu wetu ambao wameangamia tu kwa siku moja. Jamaa hao waliangamia katika ajali mbaya barabarani wakiwa safarini kuelekea Nakuru. Kilichosalia kwa kijiji hiki ni kumbukumbu tu za familia nzima ambayo sasa inajitayarisha kuwapa mkono wa buriani. Katika constituency pale Mairi kutakuwa na msichana mmoja tutapeleka. All the way from there tutarudi, tutatoka hapa tutaenda all the way Muiga. Na hiyo military iko hapa Kidumu. Ni vizuri watu wajue hivyo, so tutapeleka. Then on the same the family watatoka hapa all the way to Naivasha. Unaona ni mzigo mkubwa sana. Miongoni mwa wale walioomboleza na familia hii ni mkewe Rais Rachel Ruto, akihimiza familia kuendelea na upendo licha ya yaliyowasibu. What if we considered everyone as a member of our family? What if when we are driving in our roads, we are not careless because we know the next vehicle is being occupied
by a member of my family. Watoto 12 ambao watabaki hawana mama na pia hata hawana grandmother or a grandfather kwenda pahali wanaweza enda. That thing has touched my heart. Familia inajiandaa kwa mazishi ya wapendwa wao. Tayari miili ya marehemu imefanywa upasuaji na kusafirishwa hadi Murang'a na kuhifadhiwa kwenye makafani ya Githumu, kaunti ndogo ya Kandara. Ibada hiyo pia ilitumika kuchangisha zaidi ya shilingi milioni 4 ambazo zitatumika kwa mazishi. Wale watabaki lazima tukuje hapa tufanye mchango wa kusaidia hawa watoto. Wanahitaji kurudi shule January. Wanahitaji kuendelea na maisha yao. We must come and stand and support those children. Waathiriwa watazikwa maeneo 4 tofauti. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Idadi ndogo ya watu bado imenakiliwa katika shughuli ya usajili wa wapiga kura iliyoingia siku ya 3 hii leo. Kaunti ya Nyeri ikisema kuwa imesajili watu 60 pekee kufikia sasa, vituo vingine vikiwa na usajili wa chini ya watu 10 kwa siku. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, baadhi ya Wakenya sasa wanaitaka tume ya uchaguzi ya IEBC kutoa mafunzo zaidi haswa kwa vijana. Katika afisi za IEBC eneo bunge la Nyeri Town, baadhi ya vijana walifika hapa sio tu kwa usajili bali pia kujadiliana na maafisa wa IEBC swala zima kuhusu mchakato huo ulioanza Jumatatu. Taswira hapa ikiwiana na sehemu mbalimbali nchini ambako idadi ndogo ya walengwa walijitokeza kwa usajili. IEBC at least should consider the online platforms, could be the TikTok, Facebook, Instagram, which may help in reaching out majority of the youth who take a lot of time on social media platforms. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa IEBC wamesema kuwa huenda baadhi ya walengwa hawajajisajili kufikia sasa kutokana na ukosefu wa vitambulisho. Katika kaunti ya Naivasha pekee, vitambulisho zaidi ya 5,000 havijachukuliwa. Day 1 we registered 7 people. 5 were male and 2 were female. And the age bracket was between 19 and 29 years for day 1. Now day 2, we also registered the same, 7. We have about 60 people that we have registered for the whole county. That is a bit low. So we'd like to really urge the young people to come. I see there are a few that have come. We have around 5 or 6 at the constituency office here, and we are going to register them right now. Day 1, we registered 7 people. 5 were male and 2 were female. And the age bracket was between 19 and 29 years. IEBC inalenga kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.8 kabla ya uchaguzi mkuu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Taarifa yake Laura Otieno inatamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Mengi zaidi ni hivi punde. Usiende mbali. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. My name is Heinz Müller. I'm the CEO, Nuts and More. When you got used to a supplier who gives you a good service, usually you go back to the same supplier, and that was exactly the case here. Build phase 1 together with SAFBuild. We made good experience overall. Then we started to inquire about phase number 2. We believe we have done the right choice. We have selected a durable product from SAFBuild. SAFBuild, a quality product from Safal Building Systems, a subsidiary of MRM.
Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila Kavagara sio sere. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kupika ni sherehe daily. Pika kama wewe, come choose mix. Pika kama wewe, come choose mix. Pika kama wewe, come choose mix. Kwa majina naitwa Emmanuel Keralio. Mimi ni mwanafunzi Mabera Technical College. Hii promotion niliwatch kwa TV wakiadvertise. Nilichukulia like ni jokes but niliamua tu nijaribu bahati yangu na Mungu ni mkubwa ili niangukia. Karibu tena. Kwa muda wa miaka 25, sekta ya nguo ilifurahia matunda ya mkataba wa ukuzaji wa biashara Afrika wa AGOA kwa ushirikiano na serikali ya Marekani. Hata hivyo, kampuni zilizofaidika na mkataba huu sasa zimewachwa njia panda baada ya mkataba huo kufikia kikomo hapo jana. Jimmy Mbogo alitembelea baadhi ya kampuni hizi huko Kitengela ambao sasa huenda zikalazimika kutafuta namna nyingine. Kasi za mashine zinapoendelea hapa, utadhani kila kitu ni shwari kwa biashara za nguo zinazotengenezwa hapa. Kwa wafanyikazi kwenye eneo hili la EPZ, hofu imewagubika kwani mambo hayako wazi kwao. Mkataba wa ukuzaji biashara wa AGOA kati ya Marekani na mataifa 32 ya Afrika umekamilika. Kenya ni kati ya nchi zilizoathirika, ikiwa na historia ya kuwa kati ya iliyofana kwenye sekta ya nguo hadi Marekani. 50% ya nguo na bidhaa zinazotengenezwa EPZ zilikuwa zimetengewa soko la Marekani, ila sasa mambo ni tofauti. Because we love to scale down operation to make sure that we look at the orders and we negotiate with the buyers who are willing to pay the tax, and we have to share maybe 50-50. It's not easy. Right now, our facility has a capacity of 650 employees. This unit alone has a capacity of 650, and we are operating at under 200 people. Hata hivyo, kwa waziri wa uwekezaji na viwanda Lee Kinyanjui, matumaini bado yapo. So in a situation where there is back and forth, you're not too sure whether it will be renewed or not, what the tariff will be, you want to play within the short run. Kwa wafanyikazi waliokuwa wakitegemea kampuni hizi kulisha familia zao, kwao ni dua kwa Maulana. Our biggest fear is that we are going to lose orders, we are going to lose jobs. Some people even will go back to the streets because wengine wametoka huko. Hatujui tutaenda wapi, tunategemea kampuni zimefungwa. Mapato yetu tutapata vipi? Tutaenda wapi? Tuko na mfanyikazi nyumbani, ananitegemea. Niko na in-laws. Niko na kijana nasomesha kutoka kwa in-laws pia. So hao watu wote over 20 people, they are depending directly on me. Katika muda wa miaka 5 iliyopita, EPZ ilikuwa imewaajiri watu zaidi ya 66,000 kufikia mwisho wa mwaka jana. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi. Tuelekea mahakamani ambapo ni pigo jingine kwa aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu baada ya mahakama kwa mara ya 3 kudinda kuidhinisha ombi lake la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Waititu amefika mbele ya Jaji Lucy Njuguna wa Mahakama Kuu akiomba bondi ya shilingi milioni 53 alokuwa amepewa kubadilishwa kuwa pesa taslimu, ila mahakama ikakataa. Mahakama imemwonya Waititu dhidi ya kukata rufaa nyingine akitaka kuachiliwa, kwani kesi ya rufaa dhidi ya hukumu ya miaka 12 alokabidhiwa inawahusisha walioshtakiwa naye na ambao wameendelea kukaa gerezani wakisubiri rufaa zao za bondi kuamuliwa. Baada ya ombi la leo kutupiliwa mbali, Jaji Njuguna ameweka muda wa siku 120 kuanzia leo kusikizwa kwa rufaa.
Wazee wanaitaka serikali waongeze marupurupu yao ya kila mwezi chini ya mpango wa Inua Jamii ili kuwasaidia kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Wakiadhimisha siku ya wazee duniani, baadhi yao wamelalamikia dhulma na kupuuzwa katika miaka yao ya uzeeni. Na kama anavyoripoti Emily Chebet, magwiji wa kandanda kutoka nchi za Afrika Mashariki waliadhimisha siku hiyo kwa kufufua kumbukumbu za enzi zao katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Walicheza kwa nyimbo mbalimbali katika uwanja wa Kinyanjui Technical huko Riruta. Wazee wakikusanyika pamoja ili kutoa sauti zao kuhusu changamoto zinazowakabili. Tuna pesa tunapewa. Hii pesa haitoshi. Tena inachelewa. Kuna miezi ingine tulipata bill. These days, you people, you have immigrated to town. And you have left your mothers and your grandmothers home. They are getting a lot of problems. Loneliness, hunger. Kundi hili la wazee lililalamikia ukosefu wa usalama na ulaghai unaofanywa na watu wanaowajua vyema. Kulingana na Kenya, sheria ya employment inasema mshahara ile dogo sana ni 15,000. Hiyo niyo inamaanisha serikali inaelewa Mkenya lazima aishi kwa 15,000. Kwa nini basi mkongwe apewe 2,000? We have had cases in some of the counties, I don't want to mention them, where the elderly people have actually been accused of witchcraft and most of them end up being killed. Katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Nairobi, siku hiyo iliadhimishwa kwa kumbukumbu. Magwiji wa kandanda kutoka Kenya, Uganda na Tanzania, nyota wa miaka ya 70 na 80 walivaa tena jazi zao na kuingia uwanjani. Nakumbuka 1980 tumeenda Uganda, tukacheza na Waganda, tukafika finali na tukashinda hiyo kikombe. Au wachezaji wote wa Uganda nimewaona hapa, ingani wachache, wengine washafariki. Like there's a striker here from Uganda with whom we clashed in there. I was a striker and then I had a cut here. And I was stitched by the side of the field, and we eventually won that game. We met the other day, and I told him, do you remember that day? He didn't know that it was the cause of my injury. Mchuano wa Kenya na Tanzania, ambao majirani zetu walishinda kwa bao moja pekee, ulikuwa zaidi ya matokeo. Those who are interested in the older persons, those who are interested in movement, interested in the power of sports and what it can do. We have people here who have met after so many years, and just seeing the smiles on their faces, seeing the social interaction, that's what we should live for. Maadhimisho ya siku ya wazee duniani yanaadhimishwa kila Oktoba mosi. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Rais William Ruto ameendelea kutetea maamuzi yake tata ambaye anasema yameleta maendeleo nchini, akiwarai viongozi kuchukua hatua zitakazoboresha mustakabali wa taifa. Akizungumza alipofungua rasmi maonyesho ya kilimo ya Nairobi, Rais Ruto amesema Kenya imebaki nyuma kwa miaka mingi kutokana na uongozi mbaya ambao umefanya Kenya kucheza kwenye ligi ya chini kimataifa. Rais aidha aliongeza kwamba upinzani umepungua dhidi ya miradi ya kitaifa kama vile ya ujenzi wa nyumba za serikali na mpango wa afya kwa wote SHA. I must tell every leader in Kenya, from our MCAs to our members of parliament, to our governors, and everybody in between, our PSS and ministers, it is time for Kenya to move to the next level, and we must up our game. We must stop working with the ordinary. We must stop making peace with mediocrity. We must stop working with the simple. And we must stop working with the average. We must begin to think about transformation. We must work with the unusual. We must work with the bold and innovative and creative. Katika viunga vya kaunti ya Nairobi, wakulima wamechangamkia kilimo cha pilipili mboga zenye rangi tofauti tofauti ambazo zinakuzwa ndani ya vuvungulio. Ni kilimo ambacho kinabadilisha ardhi kame kuwa yenye manufaa kupitia miradi ya kilimo biashara ambayo inawapa wakulima faida tele. Katika makala ya kilimo biashara, Dennis Otieno anaangazia kilimo cha pilipili mboga.
Katika eneo la Kamulu, kaunti ya Nairobi, udongo ni mkavu na mvua si ya muda tu, lakini mimea ya pilipili hoho au pilipili mboga inachanua vizuri ndani ya vivungulio. Hizi si pilipili hoho za kawaida, ni zile zenye rangi ya ngavu zinazouzwa kwa bei ya juu zaidi kwenye masoko ya mijini. Boniface Mosoti ndiye mkulima maarufu wa pilipili hizi hapa. Nikasema vile niko na hii shamba, ardhi yangu ni kubwa enough ya kuweka greenhouse. So nikaanza greenhouse mwaka wa 2022 na tukapanda hoho. Inaitwa hoho ya red na yellow. Na nikaendelea mpaka nikaipenda. Lakini nilijifunza kutoka kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Elijah. Akiwa na zaidi ya vivungulio 7 kwenye shamba la ekari 2, Mosoti sasa anatambulika kama mkulima bora wa pilipili hoho, akitumia unyunyiziaji wa matone, wataalamu wa miche na mbolea za kibiolojia kuongeza mavuno. Greenhouse kuna tuseme na choto, imefunikwa, hakuna baridi yaingia rahisi. Alafu kuna unaifanyia drip irrigation. Na tena it's a way, it is free from dangerous animals zenye zinaweza attack wakati wa usiku. Pilipili hoho za rangi tofauti zinabadilisha maisha ya wakulima katika maeneo mengi kame nchini, zikivutia wateja kwa rangi na ladha yake, huku zikihitaji uangalizi wa kitaalamu. Mavuno hutegemea usimamizi bora na ufahamu wa kitaalamu. Unapata greenhouse moja iko na mimea 1400. Na hii mimea 1400 ukitengenezea vizuri, kwa wiki unaweza chuna kilo kama 300-400. Wakati bei ni mbaya, tunasema ni mbaya, wakati imejaa kwa soko, unapata kilo moja ni shilingi 80. Lakini wakati bei iko nzuri kama saa hii, kilo moja kwa farm gate unapata ni 200. Ama kwa supermarket utapata kilo moja ni 400 kama saa hii. Kwa wakulima kama Mosoti, siri ni nidhamu na uvumilivu. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Kampuni ya Royal Media Services kwa ushirikiano na wakfu wa Zizi Afrika itapeperusha moja kwa moja vipindi maalum vitakavyoangazia masuala ya elimu kupitia jukwaa litakalowakilisha wanafunzi, walimu, wazazi na maafisa wa Wizara ya Elimu. Akizungumza wakati wa kutia saini kwa mkataba huu katika afisi za Royal Media, mkurugenzi wa habari wa kampuni hii Linus Kaikai amesema jukwaa hili la elimu litawapa Wakenya fursa ya kuchangia mjadala wa utendakazi wa sekta ya elimu. Mkurugenzi wa wakfu wa Zizi Afrika Samuel Otieno akisema kuwa vipindi hivyo vitawawezesha wadau katika sekta ya elimu kuwajibika. Vipindi hivyo 4 vitaanza kupeperushwa na runinga pamoja na redio za kampuni ya Royal Media kuanzia tarehe 13 mwezi Oktoba na kukamilika tarehe 19 Januari mwaka 2026. Jukwaa hili ambalo tutaliandaa kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Oktoba itawapa nafasi Wakenya wengi kupasa sauti zao na kutoa maoni yao kuhusu masuala yanayohusu elimu nchini. Je, ni vipi kurekebisha masuala hayo ambayo hajaenda vizuri? Ni vipi kuendeleza yale ambayo yanaendelea vyema? Ni fursa nzuri sana kuunganisha mashirika haya mawili ya Royal Media Services na Zizi Africa Foundation, na kuja pamoja kuhakikisha kwamba tumetengeneza jukwaa ambalo litatumika na Wakenya kuzungumzia masuala ya elimu. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now ama SMS Wigo to 20425 ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride.
We were in need of classes at a very fast rate. Traditional building method takes a lot of time. With SBS, we were able to build very good classrooms at a short amount of time. Juja is a very hot area. They explained to us about the cooling solution they have, and true to their word, the classes are very cool. Partnering with SBS enabled us to have excellent classrooms. We had confidence in them and they delivered. SAFBuild, a quality product from Safal Building Systems, a subsidiary of MRM. Nikipata hii pesa nilikuwa naenda Post Bank kuangalia kama imefika. Iko saa unaenda unakosa na iko siku unaenda unakuta. Ninaweza kuambia wase sisi yote tuende kwa Inua Jamii. Saa hii ninapata kwa urahisi sababu ninapata kutoka kwa simu. Imerahisisha maisha yangu kwanza mpaka mimi nafurahia, naona hiyo ni nzuri sababu mimi napata message kutoka na nitatoa kwa agent mahali popote niko. Na hakuna mtu atajua nimepata, hata kama ni mtoto yangu ajui, kwa maana ni siri yangu peke yangu, roho yangu. Nimeshaambia wazee kama 3. Nikamwambia mimi siku hizi ninapata hiyo pesa na inanisaidia kidogo sababu ninanunua dawa, saa nyingine ninanunua kasukari kwa sababu niko na mama. Yani inatusaidia. Got me so fresh, so clean, yes, I owe it to Flamingo. So glowing softness, all the moisture, yeah, yeah, yeah. Bigger shower, ngarana, Flamingo. So Flamingo, Flamingo. So what do you like to call Flamingo? Flamingo, for your beauty and hand washing needs. Flamingo, so own your glow with Flamingo. So for over 30 years, CAMESA has advanced cross-border trade, uniting 21 nations and 560 million people under a trusted trade and investment framework that protects farmers, traders, industrialists, and investors. From October 6th to 9th, join us in Nairobi for the 24th CAMESA Summit and Trade Exhibition and unlock new opportunities in the common market for Eastern and Southern Africa. Anita, please, don't call Helena, okay? Why not? Please just give me a chance to talk to Rodas. No. I'm really glad that you helped Angel, though. You'll find out that he's not a bad person. I hope that you're aware that I did this for you. Not for Angel. I need some advice. Of course. What's up? Julio Cesar spoke to me and he asked me to leave Aurora alone. He told me she has the right to be happy with him. And I think he's right. Sasa tuangalie mojawapo ya taarifa tulizozipa kipaumbele, ambapo wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyo Ochieng wameripotiwa kutekwa nyara jijini Kampala, Uganda, walikokuwa wanakutana na mwaniaji wa rais wa chama cha National Unity Platform Bobi Wine. Njagi na Oyo wakiripotiwa kutekwa nyara mwendo wa saa 9 leo alasiri katika kituo kimoja cha mafuta. Rafiki yao aliyekamatwa na kuachiliwa akidai polisi waliowakamata walichukua simu zao na kuzima. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Kulingana na taarifa kutoka kwa rafikie Bob Njagi ambaye hakutaka kutambuliwa, waliondoka nchini Jumatatu kuelekea Kampala, Uganda wakiwa 5. Wakenya 3 na raia 2 wa Uganda. Safari ya Uganda ilikuwa kukutana na mwaniaji urais wa chama cha National Unity Platform, Bobi Wine. Bob had been invited by Bobi Wine, who is vying for presidency docket. Waliwasili Uganda na kuachana na marafiki zao 2 raia wa Uganda. Picha hii ikionyesha 2 hao walijumuika katika kampeni za chama cha NUP. Ila alasiri ya leo, mambo yaligeuka pale walipozuru kituo hiki cha mafuta kutafuta huduma za mafundi wa gari. Around 3 p.m. there are some guys who came with a van. Looked to be grayish in color. People came out
out with guns, like there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SSG Oyo Ochieng, who is the Secretary General. Anasema hadi kufikia sasa hajui waliko wawili hao na kwamba hajapata nafasi ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi, kwani pia yeye ana hofu. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Tuangalie michezo sasa, ambapo timu ya Nairobi United ijulikanayo kama Naibos imeanza kampeni ya ligi kuu ya KPL kwa kishindo na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mara Sugar kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Awendo Green. Baada ya sare bila katika kipindi cha kwanza, Naibos ilipata bao la pekee katika kipindi cha pili kupitia mchezaji Ovela Ochieng. Jimmy Owili, Michael Ovela Ochieng anapiga somersault yake na historia inaandikwa ndani ya Awendo Green Stadium. Michael Oningo, Silas Wafula, shuti linakwenda off target. Shami Mwinyi Kibwana, Michael Karamor amejitangulizia mwenyewe. Michael Karamor chini kwa chini na kamata kipa Evans Omondi Ouma, inamiminwa ndani, anaenda juu Michael Karamor, wote wameukosa. Karamor na kufikia hapa tunabudi kukuaga na kukumbusha tu kwamba leo usiku kuna mechi za ligi ya klabu bingwa barani Ulaya. Arsenal inayalika Olympiacos, na nasikia kuna watu wanaongea vibaya kwa sababu timu yao haipo kwenye ligi hiyo, ila tunasonga mbele. Kuna mechi nyingine kubwa, PSG inakutana na Barcelona. Hiyo pia ni mechi ya kumezewa mate, na hatuwezi kamilisha bila kuzungumzia alojiri mwisho wa juma, wakati ambapo watu walifunga bao dakika za mwisho na kupata ushindi muhimu. Ninaozungumzia ligi ya Uingereza ya Premier, mechi kati ya Arsenal na Newcastle. Na usisahau kuwa kuna watu wameshindwa mechi 2 mtawalia dhidi ya Crystal Palace na jana wametengenezwa na Galatasaray. Mambo yanaendelea kuchangamka. Tunasema asante sana kwa kuwa nasi mtazamaji, hadi wakati mwingine tukutakia usiku mwema. Kwaheri.